Mheshimiwa Morris Makoe ni mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini, na nimekuwa bungeni hapa tangu tumechaguliwa, na kwa kweli naomba nichukue nafasi hii mbele yenu waandishi kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Moshi Vijijini kwa kunichagua kwa kura nyingi, mimi Mheshimiwa Morris Makoe pamoja na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi walikuwa wanagombea wakiwemo Mheshimiwa madiwani. Lakini katika mambo ambayo tunaendelea kujadili bungeni hapa kwa maana budget, wabunge wengi mkazo wao mkubwa sana huko kwenye barabara. Huko kwenye barabara hasa upande wa TARURA, kila mbunge analalamikia barabara kwenye jimbo lake kutokana na mazingira ya barabara zilivyo, lakini vile vile kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha zinasababisha madhara mengi sana kwenye barabara. Kwa hiyo naamini rais na wasaidizi wake wakikazia vizuri kusimamia ujenzi wa barabara, kwa kweli huenda wananchi wakapata faraja sana na wakajua kwamba serikali inawajali. Lakini kingine ambacho kinaonekana kuleta matatizo kwa wakati huu ni upandaji wa bei ya mafuta. Bei ya mafuta wabunge nao wamejadili na serikali imesema inaendelea kufanyia kazi, kwa sababu si jambo la kukurupuka, ni jambo linalotaka kidogo uangalifu kutokana na kwamba sio jambo la Tanzania, ni jambo la dunia nzima. Kwa hiyo serikali imesema inaendelea kukabiliana na hizo changamoto na huenda huko karibuni mambo yakakaa vizuri. Lakini ambacho pia kimejitokeza hapa ni uhaba wa mbolea. Katika jimbo langu la Moshi Vijijini kumeripotiwa kukosekana kwa bei ya mbolea, kukosekana kwa mbolea na bei ya mbolea kuwa kubwa mpaka 120,000, kitu ambacho wananchi hawakuzoea. Wananchi walikuwa wamezoea mbolea ya ruzuku, wanalipa kiasi na ile kiasi serikali inachukua inalipia. Lakini kwa sasa inaonekana kwamba mbolea hamna na kama inapatikana 120,000. Kwa hiyo nimeuliza swali bungeni kiomba serikali saidie kuliangalia hili jambo, kuona jinsi gani wananchi wanaweza wakapunguziwa makali hasa wakati wa palizi. Na baada ya kuuliza swali bungeni, waziri amesema kwamba serikali itafuatilia, na tunaamini huenda siku mbili wasitumie mgogoro wa vita vya Marekani na Iran kama njia ya kujinufaisha, kwa sababu hao wanaonunua mbolea leo ndio walikuwa wananunua mwaka jana kulikuwa hakuna vita, na ndio watanunua mwaka kesho kutakuwa hakuna vita. Kwa hiyo wawe wazalendo, hata kama basi ni faida wapate kidogo, lakini kazi ya wananchi iende, wananchi wasikwame.